Nashukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa pia nafasi ya kuchangia bajeti ofisi ya Waziri Mkuu jioni hii. Nitatoa baadhi ya mapendekezo na maoni yangu ambayo naamini serikali itayaweka katika utekelezaji wake na yatakuwa na mchango. Kwanza nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu kwa kazi madhubuti anayoifanya kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa Rais amekuwa imara sana na kwa takribani miaka mitatu tumeona mabadiliko makubwa sana kwenye majimbo yetu, kwenye halmashauri zetu na wilaya zetu. Kiasi kwamba hata ukifuatilia mijadala ya waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Spika, utakubaliana nami, uelezaji wa changamoto umepungua kwa kiwango kikubwa sana kama utafanya tathmini haraka. Maana yake kazi kubwa imefanyika, ni kazi ya kujitoa kwa ajili ya taifa. Tunamwombea Mwenyezi Mungu ambariki Mheshimiwa Rais wetu. Lakini pia nimpongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu Kassim Majaliwa kwa kazi kubwa ambayo anaifanya katika usimamizi wa shughuli za serikali, lakini pia na waziri wake Jenista Mhagama kwa ajili ya uratibu, naibu waziri wake Umi pamoja na kakaangu Patro Basketambi pamoja na Mheshimiwa Ndalichako ambaye alitoka hivi karibuni, walikuwa pamoja wameshirikiana katika ofisi hii, wanafanya kazi nzuri sana ya uendeshaji wa shughuli za serikali na uratibu. Mheshimiwa Spika, duniani kote ukifuatilia au ukifanya utafiti, mafanikio ya taasisi yoyote inatokana na mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza ni rasilimali watu kwa maana ya personnel au human resource, jambo la pili ni rasilimali fedha, na jambo la tatu ni mifumo ya uendeshaji kwa maana ya maamuzi, sheria, kanuni na miongozo. Kuna maeneo ambayo ningependa kuyashauri kama taifa tunaweza tukayaangalia ili tuweze kusonga mbele. Tumefanya mambo mengi sana, lakini kuna baadhi ya maeneo bado tunahitaji kufanya maamuzi. Mheshimiwa, jambo la kwanza naweza nikaanza kusema kwa mfano kwenye ujenzi wa barabara za vijijini na mijini, tunaenda upande wa TARURA. Mheshimiwa Spika, unakumbuka tulipokuja bunge la Januari, tulikuwa na konseni kubwa sana kuhusu barabara za dharura nyingi zilikatika kutokana na mvua zinazoendelea nchini. Lakini Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo zitoke fedha za dharura kwenda kutatua changamoto hii. Lakini fedha zimetoka, mpaka leo wakandarasi bado hawajaingia site. Ukiuliza changamoto unaambiwa tatizo ni mchakato wa manunuzi. Sasa serikali ni washauri, kwa kuwa mnatoa fedha kwa mfumo wa dharura, hatuhitaji mchakato wa manunuzi wa miezi mitatu au miezi minne kupata mkandarasi. Unapotoa fedha za dharura, mtengeneze mfumo wa dharura wa kutatua tatizo. Kwa mfano mimi jimboni kwangu Igunga, mvua zimenyesha mwezi wa 11, barabara imekatika. Alafu zinatoka fedha za dharura mwezi Januari, mpaka leo mwezi wa 4 hakuna mkandarasi. Ukiulizwa mchakato wa manunuzi unaendelea. Hiyo fedha za dharura Mheshimiwa Rais ameidhinisha ya nini? Tuangalie mfumo mpya kama tulivyofanya kwenye fedha za rapid za COVID. Tulipata fedha na tukazitumia haraka kwa mfumo wa dharura, madarasa yalijengwa ndani ya miezi miwili, miezi mitatu tulimaliza tatizo la madarasa nchini. Niombe serikali ili mliangalie, tutaisaidia sana uendeshaji katika taifa letu. Kwa sababu hizi barabara ndio mihimili ya uchumi, usafirishaji wa mazao, usafirishaji wa rasilimali mbalimbali kutoka eneo moja kwenda nyingine. Sasa unapotoa fedha za dharura mwezi wa kwanza, barabara inakuja kujengwa mwezi wa 6 na mvua zimeisha, imeshaingia kiangazi, maana yake udharura pale haupo. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, naomba sana serikali waliangalie hili. Mimi kwa mfano pale Igunga na barabara moja ambayo inaenda kwenye eneo moja kubwa sana la uzalishaji, inaitwa Igunga Mwanzugi Lugubu Itumba. Kule tuna skimu kubwa za kilimo na cha umwagiliaji. Tumepewa fedha za dharura, Mheshimiwa Rais ametupatia fedha, lakini mpaka leo hatujapata mkandarasi. Ukiuliza mchakato wa manunuzi unaendelea. Naomba ili serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu mjaribu kusaidiana na TAMISEMI, lakini pia na ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa serikali, muangalie hili jambo. Tuende mfumo mpya ambao utakuwa unasaidia fedha zinapotoka katika mfumo wa dharura, basi zitoe suluhisho kwa mfumo wa dharura. Jambo lingine kwenye barabara, kuna fedha tulipewa mwaka jana sisi jimboni kwetu zinaitwa bottleneck, ambazo tuliambiwa zitatoka World Bank toka mwezi wa 10 mpaka leo, na wenyewe mchakato wa manunuzi unaendelea. Mwisho wa siku hata wananchi waone tija hizi fedha. Tunapopewa fedha na zikishakuwa open au disclosed, maana yake michakato ifanyike haraka. Kama changamoto ni sheria ya manunuzi, basi Wizara ya Fedha walete sheria tuipitishe, tubadilishe maeneo ambayo tunaona yanatukwamisha. Mwisho wa siku tutakuwa tunafanya kitu kimoja kinatumia muda mrefu sana Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo kwenye swala la barabara naomba waende kwa utaratibu huo. Lakini jambo lingine ningependa kushauri hapa kwenye swala la barabara, tunaomba kabisa TAMISEMI kupitia TARURA waongeze usimamizi katika masuala ya barabara. Hizi barabara wanapofanya ukaguzi, hakikisha wanazikagua vizuri, na zinapopokelewa basi zipokelewa zikiwa zimekamilika kwa viwango vinavyotakiwa. TAMISEMI ni wizara kubwa.
na barabara, kila jimbo lina barabara. Sasa TARURA kusipokuwa na usimamizi mzuri, maana yake tutatengenezewa barabara, ikinyesha mvua moja ya kwanza ya pili, nchi nzima hakuna barabara za vijijini. Tunaanza kuwekeza upya kama ambavyo alikuwa anasema Mheshimiwa Malinyi pale. Jambo lingine, Mheshimiwa Spika, ningependa kulieleza jioni hili ni ujenzi wa masoko na stendi za mabasi. Kumekuwa na trend hapa tukiongea mara kwa mara, lakini majibu ambayo tumekuwa tukipata kutoka ofisi ya tawala za mikoa na serikali za mitaa ni kwamba halmashauri ziandike maandiko, lakini zipeleke, alafu wenyewe wataangalia na kufanyia utathmini na kuamua. Na kuna kipindi Mheshimiwa ulitoa maelekezo kwa waziri wa uwekezaji kwamba angalau nchi nzima waje na modo mpya inayoelezeka na kutekelezeka. Sio kila sehemu lazima tujenge soko au stendi ya bilioni 2 au 3. Tunaweza kwa mfano kwenye madarasa tulikuja na modo ya darasa moja yale ambayo ni maboma tumeenda kumaliza kwa milioni 20. Tuweke mfumo wa kutengeneza stendi angalau hata za milioni 300, 400 ambazo karibia kila halmashauri itakuwa na stendi inayoeleweka na itakuwa pembezoni mwa barabara kuu. Mimi pale Igunga tuna changamoto kubwa. Tuna barabara, tuna stendi yetu ya mabasi iko takriban kilomita 3 kutoka highway. Hata mabasi sasa hivi yanakataa kwenda. Biashara kule za wananchi zinakufa. Lakini ukiangalia kwa mfano pale Kibaha wamejenga stendi pembeni tu highway au Chalinze pale, hata basi kuingia alioni usumbufu. Sasa TAMISEMI mtusaidie ili muweke modo nzuri kujenga stendi za gharama ndogo. Kwani stendi ni nini? Si swala la kuangua eneo, mnaweka miundombinu kama vyoo pale na huduma ya maji, maisha yanaendelea. Anayetaka kujenga kibanda cha biashara anapewa mkataba na halmashauri anajenga. Tukiwa na mawazo ya kujenga lazima stendi ya bilioni 4 hatutaweza kwenda. Kila mtu atakuwa anaomba stendi, kila mtu anaomba soko huko ndani, alafu mwisho wa siku tunaambiwa tupeleke maandiko na utekelezaji utakuwa hakuna. Kwa hiyo naomba hilo tulifanyie kazi. Sisi pale tuna soko letu kubwa mfano Igunga ambalo lina uchumi mkubwa sana. Tunaita Kariakoo ya Igunga. Kila Jumatano pale mali zinafunguliwa, wanatoka wafanyabiashara kutoka Singida, Shinyanga, Simiyu wanakuja. Tunahitaji ujenzi wa hili soko. Sasa kama TAMISEMI wakitoa mwongozo, inaweza kutusaidia tukapata soko la bei nafuu ambalo linaweza tukajengwa na tukaweza kuendelea. Jambo lingine la tatu, Mheshimiwa Spika, ningependa kulichangia jioni hii ni ujenzi wa vyoo kwenye shule za msingi na shule za sekondari. Namshukuru Mheshimiwa Rais, sisi juzi Igunga tumepata bilioni 1 na milioni 100 kwenye halmashauri yetu, na kwenye jimbo langu takriban milioni 800 zimebaki kwa ajili ya ujenzi wa vyoo kwenye shule za sekondari na madarasa. Lakini nilikuwa nataka nishauri kitu kimoja ambacho pia Mheshimiwa Spika ulishawahi kukitolea maelekezo. Itakuwa yani ni fedheha kwa taifa letu tukiendelea kuongea changamoto za vyoo kwenye bunge humu. Sasa mimi ushauri wangu ni kwamba kila mkurugenzi anapoteuliwa wa halmashauri apewe mwongozo wa kwenda kutatua changamoto za ujenzi wa vyoo kwenye halmashauri yake. Na hii imekaje Mheshimiwa Spika? Kwa mfano leo mimi nilipopata hizi fedha kwenye kata moja inaenda milioni 14. Milioni 14 inajenga seti ya vyoo 8, ambapo unaweza kumwambia mkurugenzi kila mwaka hakikisha anajenga vyoo 10 shule za msingi na vyoo 10 shule za sekondari, kwa maana takriban milioni 280. Hakuna mkurugenzi atashindwa kupata milioni 280 kujenga vyoo. Na vyoo navyo tuanze kusubiri fedha kutoka TAMISEMI serikali kuu. Ili Mheshimiwa Spika, niwashauri kama serikali mliangalie hao watu mnaowateua, wapeni KPIs, vitu vya kwenda kufanya vya kutoa matokeo. Watumie fedha za halmashauri, vinginevyo kila kitu tukiwa tunasaidiwa kutoka serikali kuu, maana yake ni kwamba hata mnawa incapacity watakuwa hawana akili za kufikiria kukusanya fedha za mapato. Wawekeni, wapeni msaada kwamba nenda kila mwaka jenga vyoo 20, 10 sekondari, 10 shule za msingi. Ndio unapimwa kwa matokeo. Ndio tutakavyokwenda. Kwa hiyo mambo mengine tunaweza. Mlitupa maelekezo tujenge vituo vya afya kwa mapato ya ndani. Sisi pale Igunga tumejenga kituo cha Nanga milioni 400. Sasa leo tutashindwa kujenga vyoo kama kuna mkazo huo na mwongozo utakaotoka huku serikalini. Naamini ni kwamba ni swala ni kusubutu na tutaamua na tutaweza Mheshimiwa Spika. Jambo la 4 ningependa kuchangia ni uhamisho wa watumishi wa umma. Sasa hivi kuna mfumo unaosimamia uhamisho wa watumishi wa umma. Hichi nako kimekuwa kichaka kingine cha urasimu sasa hivi. Kila mtu akiomba anaambiwa ipo kwenye mfumo, subiri. Mheshimiwa Spika, hapa mimi niwashauri serikali. Kama tunavyotoa mikopo kwenye elimu ya juu, kuna kipindi tunasema window period. Yaani kuna kile kipindi cha kutoa mikopo. Wekeni utaratibu serikalini labda mwezi wa 9 mpaka wa 10 ni kipindi tunachoshughulikia uhamisho. Anayetaka uhamisho kama anaoingiza kwenye mfumo na aseme kuna watu wapo tayari kuhama kwa kujigaramikia, sio mpaka walipo fedha za serikali, lakini wanabaki watu wanafanya maombi kwenye mfumo, hawajibii chochote. Matokeo yake kila mtu anakufuadia mbunge, naomba barua zangu hizi hapo nisukumie kwa katibu mkuu wa utumishi ili niweze kupata uhamisho. Tubadilike, tuendeshe serikali kisasa ili tuweze kurahisisha mambo. Stress nyingine mnazo hapa watumishi wa umma, ndio maana wanakuwa hata wazembe kufikiria kufanya kazi. Na hapa kuna changamoto nyingine. Kuna mwajiri ofisi ya Rais management ya utumishi wa umma, kuna msimamizi wa kazi TAMISEMI. Hapa unakuta mtu ameomba TAMISEMI kwa mtu mkurugenzi wake, uhamisho umeruhusiwa, unaenda utumishi kwa katibu mkuu unazuiliwa.
stress nyingine mnaitengeneza kwa watumishi wa umma. Serikalini kubalianeni, wekeni modality nzuri ya kujishughulikia hizi hamisho za watumishi wa umma ili tuwatolee stress hawa watu. Mtu anayetaka kujihamisha kwa hiari, yuko tayari, hahitaji kulipwa, mwache aende. Alafu na kama unasema kwamba ni switching, weka tu taratibu mzuri, ukitangaza mtu ataswitch na huyo anapatikana. Lakini sasa hivi maombi yanakaa pending na imeshakuwa kigezo. Kila ukiwasiliana unaambiwa lipo kwenye mfumo, subiri afanyiwe kazi, na mfumo haufunguliwi, hata hayafanyiwi kazi. Jambo la 5, Mheshimiwa Spika, ningependa kulichangia jioni hii ni sekta ya mifugo. Mheshimiwa, kengele ya pili imeshagonga, dakika moja. Asante, nashukuru. Sekta ya mifugo, Mheshimiwa, nimalizie. Sisi Igunga ni moja ya wilaya yenye mifugo mingi sana na tuna mnada mkubwa wa pili kwa Tanzania ukiacha ule wa Pugu. Tunaomba Wizara ya Mifugo, tunahitaji kujenga majosho na mabilika ya kunyweshea maji mifugo ya wafugaji wetu. Tunaomba watupe kipaumbele kwa kuwa wanachukua fedha za ule mnada wetu, basi ni litani watusaidie kututengea fedha za kutengeneza mabilika na majosho kwa ajili ya kuweza kufacilitate mifugo yetu. Nashukuru Mheshimiwa Spika, naunga mkono hoja.